Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Makamu wa pili wa rais akabidhi Madrasatu Hidayah na Swabrina Kiwani. Katika habari za kimataifa, mashambulizi makubwa ya Israeli yatikisa Teherani. Na katika habari za michezo na burudani, klabu ya Yanga yaendelea kujichimbia kileleni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi naitwa Pius Jayunga. Mwakilishi wa jimbo la Kiwani, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Alhaj Hemedi Suleiman Abdullah amewakumbusha wazazi na walezi kuwasimamia watoto wao katika kupata elimu ya dunia na akhera zitakazowajenga kuwa watoto wema na kupelekea kuwa na taifa lililo na watoto bora. Tupate undani wa taarifa hii. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar amesema hayo wakati akikabidhi Madrasatu Hidayah na Madrasatu Swabrina alizozijenga katika jimbo la Kiwani, ikiwa ni miongoni mwa kutimiza ahadi zake alizoziweka wakati akiomba ridhaa ya kuwa mwakilishi wa jimbo hilo. Niombe sana wazazi tuwasimamie vijana wetu waweze kusoma. Tulisema kwenye maelezo yetu wakati ule tukipita kuomba ridhaa, moja kati ya mkakati wetu kwenye jimbo hili la Kiwani ni kuhakikisha tunaimarisha tahfidhil Qur'ani ndani ya jimbo la Kiwani. Takbir. Lakini tukasema kabla ya kwenda kwenye hatua hiyo, lazima mazingira ya madrasa tuyaweke vizuri. Lile eneo tulilokuwa nalo hapa leo, naliona kwenye macho yangu, lile banda lilokuwa hapa kwa kweli halikuwa na mazingira mazuri. Lakini leo vijana wetu alhamdulillah, na wazazi tumefurahi kwa sababu madrasa yetu sasa ina mazingira mazuri. Hii tutaitumia kwa shughuli zetu za kidini, lakini na shughuli zetu za kijamii tutaweza kupata eneo zuri la kutumia kwenye eneo hili. Sasa niwaombe wazazi tuwasimamie vijana wetu katika kuhifadhi na kukiendeleza kitabu chetu hichi, kuhakikisha kwamba Qur'ani inasomwa vizuri, lakini inahifadhiwa kwa mujibu wa utaratibu na miongozo yake ilivyo. Wakitoa shukurani kwa kukamilika ujenzi wa madrasa hizo, wananchi wa Kiwani wamemhakikishia mwakilishi huyo kuwa watahakikisha wanawasimamia vyema watoto wao katika kupata elimu bora yenye kuwakuza katika maadili mema na kuwajenga kuishi maisha yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tunashukuru, alhamdulillah, makamo ametufanyia la kheri na Mwenyezi Mungu anlipe ujira wake. Tumefurahi sana tu kupata madrasa kama hii alotufanyia makamo, kwa sababu madrasa yetu ilikuwa ni ndogo, lakini tuwashukuru sasa hivi alhamdulillah, Allah anlipe ujira wake pamoja na wazee wake na azidi kumpandisha cheo hapo alipo apande zaidi. Sisi wana Hidayah tunashukuru. Kama mimi ni miongoni mwa viongozi wa madrasa hii, tumeupokea msaada wake na tunazidi kumwombea kheri yeye mheshimiwa, lakini kwanza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye ni Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunawatakia kheri na Mwenyezi Mungu awasaidie katika majukumu yao, awape wasaidizi ambao watawasaidia na kuwaongoza waendelee kuongoza vizuri na kutuongoza vizuri. Akisoma taarifa ya kitaalamu, mkandarasi mzawa kutoka kampuni ya Fahari ameeleza kuwa ujenzi wa madrasa hizo unajumuisha madrasa kusomea, ofisi za walimu pamoja na vyoo, ambapo miundombinu yote stahiki ikiwemo umeme, maji na samani vimewekwa ndani ya madrasa hizo. Ujenzi huu wa madrasa wenye vyumba 4 vya kusomea, ofisi ya mwalimu pamoja na vyoo 8 ulianza rasmi tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026 baada ya kukabidhiwa rasmi kwetu sisi na kumalizika rasmi tarehe 2 mwezi wa 3 2026. Wastani wa utekelezaji wa ujenzi huu ulichukua mwezi mmoja na siku 10. Hii ilitokana na jiografia ya eneo wenyewe la ujenzi. Na kwa jumla ya pesa zilizotumika ni shilingi milioni 67,150,000. Pia katika ujenzi huu miundombinu yote inayohitajika imekamilika,
ambayo ni maji, umeme. Pia tumeweza kuweka meza katika ofisi ya mwalimu pamoja na viti. Mindi Josephu, Sky TV. Mahakama za kimataifa zinazoshughulikia masuala ya haki za binadamu zimekutana kwa siku 2 mkoani Arusha, lengo likiwa ni kuangalia ni kwa namna gani mahakama hizo zinalinda utawala wa sheria na kuhifadhi utu licha ya mazingira ya migogoro na majanga yanayoendelea kushuhudiwa duniani. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka mkoani Arusha. Mkutano huu ambao hufanyika kila baada ya miaka miwili hukutanisha Mahakama ya Afrika Haki za Binadamu na Watu, Mahakama ya Haki za Binadamu na Watu kutoka Ulaya, pamoja na Mahakama ya Haki za Binadamu na Watu kutoka Shirikisho la Mahakama za Haki za Binadamu na Watu Marekani, ambapo hukutana ili kujadili masuala mtambuka hususani haki za binadamu, ambapo viongozi hao wa kimataifa kiongozwa na Rais wa Mahakama ya Afrika Haki za Binadamu na Watu, Jaji Brasit Chikaya, wamesema katika kipindi hiki cha misukosuko na majanga yanayoathiri jamii, watahakikisha wanaendelea kusimama imara kama nguzo ya haki na usawa dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu licha mazingira ya migogoro na majanga. Pour faire connaître la Cour, pour rendre la Cour plus en contact. Katika kipindi hiki cha misukosuko na majanga yanayoathiri jamii zetu, mahakama itahakikisha inaendelea kusimama imara kama nguzo ya haki na usawa dhidi ya ukiukwaji wa haki zao licha ya mazingira ya migogoro na majanga yanayoshuhudiwa duniani. Tutahakikisha tunalinda haki za watu wetu na misingi ya uanzishwaji wa mahakama hizi. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Mahakama ya Ulaya na Haki za Binadamu amesisitiza umuhimu wa mahakama za kimataifa kushirikiana katika kulinda demokrasia na kuimarisha imani ya wananchi kwa taasisi za kisheria. We have other challenges which are similarly, let's say, existential. We have ongoing wars which are very worrying, and we have also an ongoing crisis. Tunakabiliwa na changamoto nyingi kama vita vinavyoendelea ambavyo vinatia hofu pamoja na migogoro inayoendelea ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa ujumla, ubinadamu unakabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa kwa kiwango hiki. Hivyo wajibu wetu kama mahakama za kimataifa ni kuhakikisha jukumu muhimu sana la kulinda utawala wa sheria na kuhifadhi utu wa binadamu wakati ambao misingi hiyo iko katika hatari. Naye jaji wa Mahakama ya Haki za Binadamu na Watu kutoka Marekani, Nancy Lopez, amesema kuwa mahakama hizo zina wajibu wa kuhakikisha haki na misingi haivunjwi hata katika nyakati za dharura na misukosuko ya kijamii. Many countries, not all, are returning to a sovereign perspective. Siku hizi ushirikiano wa kimataifa na mfumo wa pande nyingi upo katika hali ya mgogoro, na nchi nyingi zinarejea katika mtazamo wa kujikita zaidi kwenye maslahi ya kitaifa pekee, huku zikipuuza maslahi ya pamoja ya kimataifa. Tunaamini kwamba kuna masuala ya haki za binadamu kama vile mabadiliko ya tabia ya nchi na haki za kidigitali ambayo yanatuhusu sote bila kujali mipaka ya mataifa yetu. Ni muhimu kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na mfumo wa pande nyingi pamoja na kuimarisha haki na amani ili tuweze kukabiliana na ufanisi na changamoto hizi mpya zinazokabili dunia na binadamu kwa ujumla. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imetangaza azma ya kuanzisha chombo maalum kitakachosimamia rasilimali za uvuvi, lengo likiwa ni kulinda mazao yanayotokana na Ziwa Victoria dhidi ya uharibifu. Kutoka mkoani Geita, mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Hatua hiyo imekuja baada ya wataalamu wa wizara hiyo waliopelekwa wilayani Chato kutoa elimu kwa vitendo kubaini kuwepo kwa wimbi kubwa la uvuvi haramu katika eneo hilo. Katika operesheni hiyo iliyofanywa na wataalamu hao wakati wakitekeleza majukumu yao, mafanikio makubwa yamepatikana ambapo nyavu haramu 60, injini za boti 40, boti 60 na matanki 3 ya mafuta yamekamatwa. Akizungumza wakati wa ziara yake wilayani Chato, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amebainisha kuwa mamlaka ya usimamizi wa mazao ya ziwa imeundiwa kanuni kali, na moja ya kanuni hizo
ni kupiga marufuku uvuvi wa samaki wachanga walio chini ya sentimita 10, hatua inayolenga kulinda kizazi cha samaki ndani ya Ziwa Victoria. Waziri Bashiru ametoa wito kwa viongozi wa wilaya ya Chato kuacha mara moja tabia ya kuwatetea wavuvi haramu. Viwanda vilivyofungwa vitafunguliwa. Kuna viwanda sasa hivi vingapi? Hebu tupe takwimu. Tulikuwa na vingapi na vilivyofungwa vingapi? Tulikuwa navyo 16, sasa hivi tunavyo 10. 6 vimefungwa. Tena na viwili tena sasa hivi vimefunga. Na viwili vimefungwa, kwa hiyo vimebaki vingapi? 8. Na hivyo 8 vinazalisha chini ya kiwango kwa 10% mpaka 20. Sasa kwa kanuni inayokuja, hivi si mnaviona visamaki vichanga vile vinavyopatikana kwa havitaingia sokoni kwa sababu havifai kuliwa. Popote tutakapovikuta tu ni kuteketeza. Wala havitaenda magereza wala shule kama tulivyokuwa tunafanya. Hivi visamaki vidogo hivyo, yani mtu akivivua bora akavimwaga baharini kikawa chakula cha samaki. Vikitoka tu tunavyo, na tutakaye mkamata navyo faini na kadi nyekundu. Hatutaki kuona tena, mpaka ni aibu kabisa. Vile visamaki hata ukiviona vinauzwa, huamini kabisa, yani kama mtu anakuwa kweli akadiriki kwanza kuvivua, alafu baada ya kuvivua kuviuza. Vile visamaki vichanga vitapotea kwenye masoko, hamtaviona. Mkurugenzi msaidizi wa ulinzi wa rasilimali uvuvi Furaha Burunga amefichua changamoto iliyobainika wakati wa utoaji wa elimu. Tunapata pesa nyingi kupitia Ziwa Victoria kutokana na export ya sangala, ya dagaa, na kwa maana hiyo na mabondo ambayo na chakula cha binadamu ambao tunategemea kama 30% ya chakula chetu cha binadamu tupate kwenye samaki yakiwemo mazao ya uvuvi hususan dagaa. Sasa kwa namna hii wavuvi wetu wanavyofanya uvuvi wa namna hii, uendelevu wa rasilimali za uvuvi hatutakuwa nao. Nilipata nyavu karibia 60 za namna hii pamoja na injini 40 na boti 60. Injini 40 za kitaalamu tunasema injini 40 za kupachika, kwa sababu zinapachikwa nyuma ya boti pale au mtumbwi. Katika hatua nyingine, Waziri Bashiru ametoa siku 7 kwa mkandarasi pamoja na uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Chato kukamilisha mradi wa mwalo wa Chato Beach. Agizo hilo limekuja baada ya waziri kukagua majengo ya soko hilo na kubaini kasoro kadhaa, hali iliyompelekea kugoma kupokea mradi huo mpaka marekebisho yafanyike ili uanze kufanya kazi kwa ufanisi. Michael Francis Bundala, Sky TV. Unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa wale tulionayo usiku huu ni pamoja na serikali kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika ajenda ya nishati safi. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na ulimwengu wa habari. Mimi ni Pius Jayunga. Serikali imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayohakikisha wanawake wanashiriki kikamilifu katika ajenda ya nishati safi ya kupikia ambayo ni moja ya nguzo za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, wanawake wa shirika la umeme nchini TANESCO wameendesha kongamano linalolenga kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kutumia umeme. Akizungumza kwenye kongamano hilo lililofanyika jijini Dar es Salaam, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema wanawake ni waathirika wakubwa wa matumizi ya nishati zisizo safi, hivyo wakipata elimu, teknolojia na miundombinu sahihi, wanaweza kuongoza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazokabiliwa na changamoto ya matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani 81.5 ya kaya nchini hutumia nishati ya kuni na mkaa kama nishati kuu ya kupikia, ambapo matumizi ya kuni ni 55.5 na mkaa 26%. Wanawake sisi kama ndio waathirika namba moja ni sahihi, kwa sababu si ndio tunaopika chakula. Kwenye mila na tamaduni za Kiafrika utazitafuta kuni hata kama ni mbichi,
Wanawake watumishi wa TANESCO, naomba muendelee kuwa vinara wa mabadiliko wa ajenda hii, kuanzia jikoni kwa kila mmoja wenu, ili kuleta mapinduzi ya kweli katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayohakikisha wanawake wanashiriki kikamilifu katika ajenda hii ya nishati safi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TANESCO Lazaro Twange amesema wana mpango wa kugawa majiko kwa watumishi wote wa shirika hilo sambamba na kuwakopesha wananchi ili kuendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kutumia umeme. TANESCO pia tuko kwenye safari ya kusherehekea siku ya wanawake duniani, na sisi kwa sababu ni wazalishaji, wasafirishaji na wasambazaji wa umeme, tumeona shughuli yetu tujikite na kazi tunazozifanya, lakini wakati huo huo tukiungana na wanawake wengine duniani kusherehekea siku yao. Na sisi kama watu ambao tuna sehemu ya uzalishaji wa nishati, sehemu ya nishati safi ya kupikia ziko nyingi, sisi tunazungumzia umeme. Tunasafiri na Mheshimiwa Rais kwenye kushawishi jamii kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Tuna mpango wa kugawa majiko kwa watumishi wote, mpango unaendelea, lakini pia wananchi hatujawaacha. Tuna mipango ya kuwakopesha wananchi majiko pale wanapoingiza umeme na programu nyingine nyingi. Sisi wanawake wa TANESCO tumekuwa mabalozi wazuri katika kutumia nishati safi ya umeme, lakini tumekuwa pia ni walimu wazuri katika kuelimisha jamii inayotuzunguka juu ya matumizi ya nishati safi ya umeme. Serikali imeweka ajenda ya nishati safi ya kupikia kwa kipaumbele cha taifa, ambapo inalenga kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Tutazame taarifa nyingine mtazamaji, ambapo wakazi wa mtaa wa Bombambili kata ya Mwakibete mkoani Mbeya wameiomba serikali kuunga mkono juhudi za wananchi katika ujenzi wa miundombinu ya barabara ili kusaidia kutatua changamoto za usafiri na mawasiliano wanazokabiliana nazo kwa sasa. Tupate undani wa taarifa hii. Wakazi wa Bombambili wameyasema hayo wakati mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson akitembelea ujenzi wa barabara inayounganisha kata ya Iyela na Mwakibete, ambapo wamezungumzia umuhimu wa barabara hiyo. Mpaka tukafikia lengo hili ilikuwa ni ubovu wa barabara, kipande chetu cha barabara hiki kutokea upande wa Iyela kuja upande wetu wa Mwakibete, hususan eneo la Bombambili. Mzunguko ambao tulikuwa tukizunguka kwenye hii barabara ulikuwa ni mrefu ukilinganisha na kipande hiki hapa kwenda kutokea Magufuli. Hicho tunaanzisha kujenga hii barabara ni ubovu wa hiki kipande. Kilikuwa kipitiki kipindi cha masika na kiangazi, panakuwa panachimbika sana. Mawasiliano yalikuwa ni magumu, palikuwa papitiki, tulikuwa tunazunguka umbali mrefu, tulikuwa tunazunguka barabara ya Ivumwe wakati kuna barabara ya jirani hapa. Kwa changamoto ya hii barabara, maana kila wakati wa mvua barabara waga ilikuwa ipitiki kabisa. Kwa hiyo tulikaa kama wananchi tukaamua tuchangiane ili tutengeneze hii barabara. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mwakibete Lucas Mwampiki amesema mtaa wa Bombambili ndio unaongozwa kwa kuwa na miundombinu mibovu ukilinganisha na maeneo mengine, huku msoma taarifa wa mradi huo akitoa gharama za ujenzi huo. Kati ya mitaa ya kata ya Mwakibete kimiundombinu mtaa ni changamoto kubwa, na mimi namshukuru Mungu, viongozi wangu tunashinda ofisi za serikali, tunashinda mno ofisi za serikali na kuwaleta viongozi huku. Changamoto kubwa Mheshimiwa Mbunge ni barabara ya kutoka Ivumwe sekondari kwenda Makaburini kuungana na hii barabara, na changamoto hii tunakuomba sana tufikishie kwa mkurugenzi atusaidie. Kuna mahali kuna vikwazo. Mheshimiwa Tulia, nipende kujumlisha changanuo wote wa gharama zote zilizopia kuanzia barabara hii ya kwanza mpaka barabara ya pili kwa wadau wachache kama tulivyozoea mwanzo alivyoeleza kiongozi wetu alitangulia. Jumla matumizi milioni 41,946 kwa gharama zote barabara hii na ile upande wa pili. Jinsi gani wananchi na wadau wanapenda kuunga mkono juhudi zako za maendeleo, na sisi mpaka tukafikia maamuzi ya kusema tukushirikishe kwanza na uje kujionea, kwa sababu kama nimesema toka mwanzo itakuwa sio busara sana kwa mheshimiwa wewe na maendeleo tusikushirikishe jambo hili ukasikia limeisha juu kwa juu. Kufuatia hali hiyo, mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson
akatoa mifuko 100 ya simenti pamoja na mawe ili kumaliza ujenzi wa barabara hiyo. Leo mimi mbunge wenu nachangia lori 10 za mawe na mifuko 100 ya simenti. Sasa nyinyi mtapeleka pale ambapo inahitajika zaidi. Sasa kuhusu haya maombi mengine ambayo mnataka muendelezo wa hizi barabara, hayo ngoja tukatafute wadau, alafu tutakapokuwa tayari basi mtataarifiwa. Ama kwa sababu na nyinyi ujenzi hausimami, kadri tunavyopata hao wadau, wakipatikana mmoja basi mtakuwa mnataarifiwa, jamani kuna mchango huu, mdau amepatikana, kuna mchango huu, mdau amepatikana, kuliko tukisubiri wote pamoja na mvua zinaendelea tunaweza kusimamisha ujenzi huu. Nikiripoti kutoka mtaa wa Bomba Mbili, kata ya Mwakibete, jijini Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Wanawake nchini wamehimizwa kulea watoto katika maadili mema ili kuepuka kujiingiza katika tamaa na matendo maovu ambayo yanaweza kuwatia hatiani na hatimaye kufungwa jela. Wito huo umetolewa leo na mkuu wa gereza la wanawake Segerea, mrakibu mwandamizi wa magereza Hamida Matimba, wakati wanawake wa chuo cha utumishi wa umma campus ya Dar es Salaam walipotembelea gerezani hapo kutoa misaada, ambapo wamesema kazi kubwa wanayofanya ni kuwarekebisha watu walioko gerezani na kuhakikisha wanakuwa na tabia njema. Tunashukuru kwa zawadi mlizotuletea, tunawaombea Mungu awabariki sana. Kikubwa ambacho napenda kuwahusia sisi wanawake pamoja na nyinyi mliotutembelea, tulee watoto wetu vizuri. Sasa hivi wamama tuko bize sana. Yaani watoto wamekuwa wanachukua tabia za kina dada wa kazi. Wamechukua sehemu kubwa ya familia zetu. Kwa hiyo tujitahidi, hata kama tuko bize kiasi gani, tujitahidi kina mama. Tuwahusie vijana wetu, wasichana wetu majumbani waepukane na tamaa. Tamaa ni kitu kibaya sana, na tamaa ndio inayoponza wasichana wengi wanaingia gerezani. Wanarubuniwa sana. Tuwajenge familia zetu, warizike na tunachowapatia. Uwezo wako wewe ni 10,000 labda kwa siku au kwa wiki, arizike nayo. Na sisi kina mama tusikubali kuwa kina mama poa. Tuulize. Mtoto anakuja na simu kubwa, macho matatu, wewe mwenyewe huna, lakini humuulizi chochote. Unaona? Mwisho wa siku mtoto anaweza, hata wewe mama unaletewa zawadi. Sawa Mama unaletewa zawadi. Unaikubali na unafurahia, mwanangu kaniletea. Anafanya kazi gani? Mwisho wa siku utakuja kulia wewe na mtoto wako. Kina mama tusiwe na visasi. Visasi pia vinasababisha wamama wengi kuja gerezani. Tuzungumze, kila unapopata shida zungumza. Umeona baba akakukosea, muulize, usimuweke. Pigo la mama moja, baba hayupo. Sawa Kwa hiyo unavyozungumza ile hasira unaiondoa. Vitabu hivi vina maana kubwa sana kwa sisi magereza. Tunawajenga kiimani pia. Watu walioko ndani, kwa mfano gereza la mahabusu Segerea, wana imani sana. Kwa sababu kuna kesi unaweza ukawa nayo, mwisho wa siku unamtumainia Mungu. Na Mungu tumeshuhudia mara nyingi akitenda miujiza. Kwa sababu anabadilika na wanaomchunguza wanathibitisha amebadilika. Mwisho wa siku anatoka kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hivi vitabu. Tunaendelea kuwajenga kiimani, kisaikolojia pia. Kazi yetu ni urekebishaji. Tunahakikisha tunamjenga kila idara. Tunaelekea kusherehekea kilele cha siku ya mwanamke ambao inatarajiwa kuwa tarehe 8 siku ya Jumapili. Lakini sisi tukasema hebu leo tuanze kutembelea gereza la Segerea ili kufikia kwenye kilele cha tarehe 8. Lakini la pili, chuo cha utumishi wa umma kinaadhimisha miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma, ambapo miongoni mwa vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya vinafanyika kwenye campus mbalimbali, activity mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii, kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo na sisi tukaona kwa campus ya Dar es Salaam ni vizuri tuje tutembelee gereza la Segerea na tuweze kuja kuleta kidogo hichi tulichojaliwa. Na tunaenda mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi. Sky TV.
Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mkuu wa wilaya ya Mbozi Mheshimiwa Hamadi Mbega amesema utekelezaji wa mpango wa utoaji mikopo ya 10% unaotolewa na halmashauri ya wilaya hiyo unaendelea kuzaa matunda kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika wilaya hiyo. Lakini kipekee kabisa niwapongeze sana kikundi cha Kisimani Group. Kwa kweli ni kikundi ambacho ni vijana ambao ni wazalendo, ni vijana ambao wanajituma, ni vijana ambao wanafanya kazi kwa bidii. Lakini ni vijana ambao wamekubali kuwa kielelezo cha mfano kwa watu wengine kwa wilaya ya Mbozi kwa kufanya kazi kuhakikisha kwamba wanajiletea maendeleo. Kikundi hichi kilianza kupata mikopo naambiwa kuanzia milioni 5, wakaenda wakapanda. Lakini kwa sababu ya uzalendo wao na uaminifu wao imepelekea mpaka serikali kaendelea kuwaamini na kufikia hatua hii ya kuwakabidhi ile gari. Ni matumaini yetu sisi kama viongozi wa serikali, vikundi vingine vitajitokeza kuiga mfano wa kikundi cha Kisimani. Kwa sababu kama ambao tumekuwa mara kwa mara, fedha hizi zinatengwa kila robo. Na awamu hii tayari fedha nyingine zipo na maombi yameshaletwa, endelea kuwachakata. Lakini wananchi tuendelee kujitokeza kwa wingi sana kuchukua mikopo hii. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuwasaidia makundi haya ili yaweze kujikwamua. Kwa hiyo tusiwe waoga, tusiwe na wasiwasi. Fedha hizi hazina undugu, hazina kujuana. Ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais ameelekeza zitolewe kwa vikundi hivi ili waweze kujipatia kipato. Nimewaamini na nyinyi mkaende mkatendee haki yale ambayo mmeaminiwa nayo. Wewe mkafanye kazi kwa bidii, lakini muendelee kushirikiana ili gari lisiwe sehemu ya kuanza kugombana. Na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA imetakiwa kuongeza kasi wa urasimishaji wa biashara na kuimarisha mifumo ya kidijitali
ili kuchochea ufanisi na ukuaji wa uchumi, kwani BRELA ni lango kuu la uwekezaji nchini. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga wakati akifungua baraza la wafanyakazi la BRELA na kuhimiza wawekezaji kwenye rasilimali watu, akitaka watumishi wapewe mafunzo na stahiki zao, kwani ustawi wa wafanyakazi ndio siri ya mafanikio ya taasisi hiyo. Mojawapo ya njia ya kufikia maono ya Mheshimiwa Rais ya kuongeza wigo wa fursa za ajira kwa vijana ni kuongeza nguvu katika urasimishaji wa biashara. Urasimishaji sio jambo la kwenu peke yenu, ila mna mchango mkubwa wa kutekeleza na kuwa vinara wa kushirikiana na wadau wengine muhimu ili wote twende kwa pamoja. Na mimi kwa leo ninawataka mwe na mkakati maalum wa kuongeza njia katika hili. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali pamoja na tathmini mbalimbali za wadau wetu wa maendeleo, Tanzania ina zaidi ya biashara milioni 3 mpaka 4, nyingi zikiwa biashara ndogo na za kati. Hata hivyo, zaidi ya 80% ya biashara hizo bado ziko katika sekta isiyo rasmi. Sekta hii pia ndiyo ambayo inaajiri zaidi ya 70% ya nguvu kazi nchini na inachangia sehemu kubwa ya shughuli za kiuchumi. Mtazamaji, tuangazie viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2541 na senti 18 na imeuzwa kwa shilingi 2566 na senti 6. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3392 na senti 48 na imeuzwa kwa shilingi 3426 na senti 41. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2954 na senti 89 na imeuzwa kwa shilingi 2984 na senti 44. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 368 na senti 40 na imeuzwa kwa shilingi 372 na senti 08. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 15 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 32. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 155 na senti 21 na imeuzwa kwa shilingi 156 na senti 77. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 66 na imeuzwa kwa shilingi 19 na senti 86. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 75. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 68 na imeuzwa kwa senti 69. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na imeuzwa kwa senti 86. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mendi Josefu. Biashara na uchumi. Naam, habari za biashara na uchumi zinatupa nafasi ya kutazama habari za kimataifa tukiungana na Zinazile Mswima. Sky TV. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington katika mazungumzo yaliyogubikwa na mzozo wa vita Mashariki ya Kati. Trump ameisifu Ujerumani kwa msimamo wake kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
Wakati wa majadiliano kati ya wawili hao, Rais Trump ameipongeza Ujerumani kwa msimamo wake, huku vita vya Irani akisema Marekani haitahitaji vikosi vya mshirika wake huyo kuwapeleka wanajeshi kuwasaidia, bali amesisitiza washirika wa NATO kuendelea na mgawanyo wa majukumu ndani ya jumuiya hiyo unaojikita kwenye aina tofauti za kuwasaidia. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani ameipinga hatua hiyo, lakini nchi yake imeruhusu Marekani kuendelea kutumia kambi ya kijeshi ya Ramstein. Hata hivyo, amekataa kuhusika moja kwa moja kijeshi katika mzozo huo. Richard Marles kuonesha kukubaliana na haja ya kuondoa utawala wa Iran madarakani, ameweka bayana wasiwasi wake kuhusu mkakati wa Marekani kwa kuiongoza Iran baada ya vita. Watu wasiopungua 6 wamekufa baada ya shimo kuporomoka kwenye mgodi wa kuchimba madini ya coltani uliopo katika eneo linalodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashahidi wameliambia shirika la habari kwamba wanaume 3 na wanawake 3 wamepoteza maisha katika mgodi wa Rubaya ulio kilomita 70 magharibi mwa mji wa Goma, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira magumu ndani ya machimbo ya coltani ya Rubaya yanayodhibitiwa na waasi wa M23, huku wakitumia zana duni kama chepua na sururu. Mkasa huo wa maporomoko ya udongo ni wa pili kutokea katika eneo la Rubaya mnamo wiki za hivi karibuni. Serikali inakadiria watu 200 walipoteza maisha katika tukio kama hilo lililotokea mwishoni mwa mwezi uliopita. Uingereza imesitisha kwa muda utoaji wa hati ya kusafiria ya visa kwa raia kutoka nchi 4, huku waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Shabana Mohamud akiwashutumu kwa kutumia ukarimu wa Uingereza kuomba hifadhi. Mahmud amesema daima Uingereza itawakaribisha watu wanaokimbia vita na mateso, lakini kwamba mfumo wao wa kutoa visa haupaswi kutumiwa vibaya. Za masomo kwa raia wa nchi hizo 4 zimesitishwa kama vile ilivyofanyika kwa visa za kazi kwa raia wa Afghanistan. Kulingana na takwimu za ofisi ya mambo ya ndani, 39% miongoni mwa watu 100,000 waliomba hifadhi mwaka 2025 waliwasilisha maombi ya hifadhi baada ya kuwasili Uingereza kupitia njia ya kisheria ya uhamiaji kama visa ya masomo. Marufuku hiyo ya visa itaanza rasmi kupitia mabadiliko ya kisheria za uhamiaji kesho Alhamisi. Mwisho wa habari za kimataifa, rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Na twende moja kwa moja katika habari za michezo na burudani. Tunaungana naye Laisaidi Jones Michael kumradhi, ambaye yuko na mkusanyiko wa habari hizo za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani, ambapo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Hamed Ali amezungumza mechi ijayo ya kuelekea mchezo wa CRDB Cup, ambapo kikosi cha Simba kitacheza dhidi ya B19 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, ambapo afisa habari wa timu hiyo ameweza kuelezea viingilio ambavyo vitatumika katika mchezo huo pamoja na maandalizi kuyakabili B19 kunako michuano ya CRDB Federation Cup msimu wa mwaka 2025. Lizi tayari amekwisha anza na tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia hivi sasa, na tiketi ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa upande wa VIP. Kwa wale mashabiki wetu ambao ni wenyeji na uwanja wa Meja Samuel wanafahamu viingilio vyetu katika uwanja wetu huu wa nyumbani ni 5,000 kwa shilingi 10,000. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wana Simba hivi sasa ya kwamba bado tunajua tuna furaha kubwa ya mchezo uliopita ambao sisi tunaamini tumeshinda mchezo huo, lakini sasa furaha hiyo tuiache na tuelekeze nguvu kubwa katika mchezo wetu huu wa tarehe 7 dhidi ya B19. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza mashabiki wa Simba, viongozi na wachezaji kwa kuwa wamoja kwenye mchezo uliopita wa ligi kuu ya NBC, kwa maana mechi ya dabi, kwa kuwa na ushirikiano, kwa kutumia akili kubwa, kwa kutumia nguvu kubwa, kwa kufanya kila kitu kwa ukubwa wake, na hatimaye tukapata matokeo mazuri katika mchezo ule. Sasa kila kitu ambacho tulikitumia katika mchezo ule wa dabi yani huo sasa iwe ndio standard yetu kuelekea katika kila mchezo. Kwa maana yake ni kwamba tunavyokwenda kucheza na B19 tutumie nguvu ile ile, akili ile ile, umoja na mshikamano ule ule kwenda kucheza na B19 sanjari na michezo mingine yote ya ligi kuu, kwa sababu tunahitaji kupata mafanikio msimu huu. Tunahitaji ubingwa wa ligi kuu ya NBC, tunahitaji ubingwa wa kombe la CRDB. Ili kupata ubingwa katika mashindano yote hayo unahitaji nguvu ambayo ulitumia katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu, mchezo wa dabi wa ligi kuu. Kwa hiyo tuende kwenye mechi yetu dhidi ya B19 tukiwa full mkoko. Tusidharau, tusichukulie poa, tusichukulie kawaida. Sisi jukumu letu ni kuwekeza nguvu, twende tukapambane na B19. Baada hapo twende tukaianze safari yetu ya chaka kwa chaka. Sasa Singida, Arusha, Dodoma. Singida, Arusha, Mwanza. Wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wa dabi hakuna hata mmoja mwenye changamoto ya kiafya. Wote wako timamu, walioanza, walioingia, hakuna yote ambaye amepata shida ya afya. Majeraha tuliokuwa nao ni wale ambao walikuwepo tangu kabla ya mechi hiyo, kwa maana ya Nangu, Kamara, lakini Bajaber, lakini kwa wale ambao wamecheza mechi ya dabi wote wako timamu. Maandalizi tayari. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na mzabuni wa jezi za Simba Sport Club ambaye pia ni mkurugenzi wa makampuni ya Jailuti, amemkabidhi mchezaji wa klabu ya Simba gari aina ya Crown kiungo wa Simba Ino Luemba, ambapo kampuni hiyo pamoja na klabu ya Simba ilikuwa ni makubaliano juu ya kumsajili mchezaji huyo pamoja na vitu vingine. Zote zina keli uzito wa point 3. Kwa hiyo hapana, hatujafocus kwenye mechi ya dabi tu. Luemba ni mchezaji mzuri, na iwe mechi ya dabi ziwe mechi nyingine, mechi zote zina keli uzito wa point 3. Kwa hiyo hii ni motisha kwa wachezaji wetu ili waweze kufanya vizuri katika mechi zijazo. Unasema huu ni usajili wake, unaridhika na performance yake anayofanya uwanjani? So far Luemba anafanya vizuri, sio tu kwa sisi Jairuti na kwa kila mwana Simba anaona hilo. Unajisikiaje kuleta mchezaji na akafanya vizuri mapema kabisa? Kiukweli tunajisikia faraja.
No, hapana, nimesema hii si zawadi ya gari. Huu ni utaratibu ambao tunatoa comfortability kwa wachezaji wetu. Swala la gari ni swala ambalo kwa sasa hivi kwa wachezaji si swala ambalo ni swala la tunasema la umuhimu, necessity. Baada ya mechi mchezaji anahitaji kufanya mambo yake ya kawaida, anahitaji kwenda shopping, anahitaji kuzunguka huko na kule. Kwa ni vema mchezaji akawa na usafiri wake ambao inatengeneza privacy kwake pia. Manake kwenye hili kama lengo ni kuwasaidia wachezaji. Manake mtafanya kwa wachezaji wote wa Simba. Tutafanya kwa wachezaji kadri mkataba wetu unavyoruhusu. Kwa sababu tuko na mkataba wa Simba kama nilivyosema, next week tutatoa tena kwa wachezaji wengine 3. Nadhani wale wengine wa kigeni, si ndio? Kina Libase Gwae, Anissa Ora pamoja na goalkeeper tutakuja kwa. Then tutakuja tena tutawapa wengine. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na katika kuendelea na maandalizi ya mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kamati ya kitaifa ya mashindano hayo imeanza kuweka mikakati madhubuti ya ulinzi na usalama michezoni. Hayo yamejiri katika kikao cha kamati hiyo ilipokutana na mkuu wa kitengo cha usalama michezo kutoka Umoja wa Mataifa UNA Bwana Varun D. Vatista tarehe 4 March mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika kikao hicho, kaimu mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya michezo Bwana Boniface Ntamba alisisitiza umuhimu wa kuweka mikakati madhubuti ya ulinzi na usalama itakayohakikisha mashindano ya AFCON mwaka 2027 yanafanyika katika mazingira salama yenye utulivu na yanayokidhi vigezo vya kimataifa. Alibainisha kuwa Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi waandaaji ina wajibu wa kuhakikisha miundombinu ya viwanja, mifumo ya udhibiti wa umati pamoja na usimamizi wa matukio makubwa ya michezo vinaimarishwa zaidi ili kuweza kufikia malengo ya kitaifa pamoja na kimataifa katika sekta ya michezo. Na tukikuwa pipa hadi kimataifa ambapo kauli ya kocha wa zamani wa Real Madrid Zinedine Zidane imeibua mjadala kuhusu bora kikosi alichokuwa nacho wakati wa enzi za Santiago Bernabeu. Zidane amefichua kuwa alipokuwa akiinoa timu hiyo mara nyingi hakuwa na mengi ya kusema mazoezini, badala yake alichukua kutazama kwa makini kiwango na nidhamu ya wachezaji wake, nyota akiwemo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric pamoja na Toni Kroos. Kwa mujibu wa Zidane, hakuwa na cha ziada kuweza kuhamasisha wachezaji hao kwani aliamini ni wachezaji wakubwa zaidi. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na klabu ya Manchester United imeripotiwa kumtaka nahodha wa Newcastle United Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28 kama mbadala wa kiungo mkabaji Casemiro mwenye umri wa miaka 34 katika dirisha la usajili la majira ya joto. Kwa mujibu wa taarifa, Casemiro aliripotiwa kuunga mkono kuweza kumhakikisha kwamba Guimaraes ni miongoni mwa machaguo ambayo yanakwenda kujiunga na kikosi cha Manchester United msimu ambao inafuatia. Kumbukwe Casemiro alijiunga na Manchester United ikiwa ni Agosti mwaka 2022. Mpaka sasa ametumikia Man United kwenye jumla ya michezo 146 akifunga mabao 21 na kutoa asisti 13, huku akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi ndani ya kikosi cha Manchester United. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Habari za michezo na burudani. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo, na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Langu jina naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilisha utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria kunatarajiwa kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, ili hali mikoa iliyopo magharibi mwa nchi, katikati mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, hayo maeneo yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua na ngurumo katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu upepo kwa ujumla unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana kutawanyika kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ya nchi. Hii inatokana na kuimarika kwa ukanda wa mvua ambao unaonekana kuingia zaidi katika maeneo ya nchi yetu, huku Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo
la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa hususan katika mikoa iliyopo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki. Hayo maeneo yanatarajiwa na hali ya mawingu yenye mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Kwa upande wa mikoa iliyopo nyanda za juu kusini magharibi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi pamoja na pwani ya kaskazini ikihusisha na mkoa wa Morogoro, kwa tujue kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mkoa wa Ruvuma pamoja na mkoa wa Lindi na Mtwara kutujue kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, hali ambayo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Dodoma. Hali kadhalika mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi, hali ambayo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi, hali ambayo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Morogoro. Hali kadhalika kwa upande wa mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na tunakutakia wakati mwema. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tutazame sehemu ya yale tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Makamu wa pili wa rais akabidhi madrasatu Hidaya na Sabrina Kiwani. Katika habari za kimataifa, mashambulizi makubwa ya Israeli yatikisa Teherani. Na katika habari za michezo na burudani, Yanga yaendelea kujichimbia kileleni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada katika ulimwengu wa habari. Asante kwa kufuatilia tangu mwanzo hadi tamati. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha habari hii kukufikia, mimi naitwa Pius Jayunga. Alamsik.